Yapo baadhi ya mambo ambayo kila mwanadamu anatakiwa kuyajua katika maisha yake, kwani ni mambo yenye mchango mkubwa katika maisha ya mwanadamu, na ninaamini utakapoyajua mambo hayo, kwa kiasi fulani maisha yako yatabadilika. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia vitu mbalimbali ambavyo natamani kila mwanadamu aweze kuvijua kwenye maisha yake, kwani kitendo cha kila mwanadamu kuvijua vitu hivyo, maisha ya kila mwanadamu yanaweza kubadilika katika namna fulani. Kama nawe ni miongoni mwa wanadamu wanaotamani kujua kuhusiana na vitu hivyo, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Yafuatayo ni mambo ambayo ukiyajua leo, maisha yako yatakwenda kubadilika. Namba moja, watu wengi wanaovunja mahusiano na wewe na kukuacha, pindi utakapokubaliana na hali hiyo, huanza kutafuta nafasi nyingine ya kurudi tena katika maisha yako. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya watu wanapokuwa katika mahusiano, aidha mahusiano ya kimapenzi, alafu mtu ambaye upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi akaamua kuvunja mahusiano na wewe, kama ataendelea kujua bado unateseka kwa ajili yake, ndivyo atakavyozidi kwenda mbali na wewe, na inawezekana akazidi kukuepuka siku hadi siku. Lakini atakapogundua haupitii mateso yoyote kwa sababu yake, na sasa hivi umemove on, unaangalia vitu vingine kabisa katika maisha yako, haumuwazi tena, huo ni wakati ambao yeye mwenyewe ataanza kutafuta nafasi ya kurudi tena katika maisha yako, kwani asilimia kubwa ya wanadamu wana kawaida ya kujipa umuhimu katika maisha ya watu wengine, na huwa wanadhani wao ni wa thamani zaidi pale watakapohisi kuna watu fulani hawawezi kuishi bila wao. Lakini watakapogundua hata bila uwepo wao katika maisha ya watu wengine, maisha ya watu wengine yanaweza kuendelea vizuri tena kwa furaha, watu hao huanza kujirudi tena katika maisha ya watu hao. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamewahi kuwa katika mahusiano ya kimapenzi, mpenzi wako akakuacha, alipogundua unateseka, unaendelea kumsumbua huku ukitaka arudi katika maisha yako, alikutesa sana. Lakini pindi ulipokata mawasiliano naye, ukaanza maisha yako, tena maisha yako yakawa bora kuliko ilivyokuwa mwanzo, asilimia kubwa ya wenza waliovunja mahusiano nawe wataanza kutafuta nafasi ya kurudi tena katika maisha yako. Namba mbili, hata unapokuwa umefumba macho, mwanadamu akikukazia macho, akili yako huwa inaweza kugundua kuwa kuna mtu anakuangalia. Mwili wa mwanadamu una uwezo ambao asilimia kubwa ya wanadamu hawaujui. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mwanadamu hana milango mitano ya fahamu, bali mwanadamu ana zaidi ya milango mitano ya fahamu. Ndiyo maana kuna mlango ambao mwanadamu anaweza kuutumia kuhisi vitu ambavyo havipo katika physical reality, yani ulimwengu wa kiroho, vitu vinavyotendeka katika ulimwengu huo. Upo mlango wa sita wa fahamu ambao unaweza kuvihisi, na mtu akabaini kabisa kuwa kuna vitu ambavyo havipo sawa, ama kuna vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Lakini mwanadamu ana jicho la tatu ambalo linaweza kutazama vitu ambavyo macho yako ya kawaida hayawezi kuvitazama. Hivyo hata unapokuwa umefumba macho ama umepitiwa na usingizi, kuna baadhi ya vitu vikitokea unaweza kupata hisia kuwa vitu hivyo vinaendelea. Kwa mfano, mwanadamu anapokutazama kwa kukukazia macho, hata ukiwa haumuoni, akili yako inaweza kujua kuwa kuna mtu anakuona. Ndiyo maana hata mtu akiwa nyuma yako akisha kukazia macho bila kupepesa macho, utajikuta unapata hisia za kugeuka na kumtazama. Wakati mwingine hata baadhi ya viumbe kama nyoka anapokuwa nyuma yako, hakuna uwezekano wa wewe kumtazama kwa sababu una macho mawili ambayo yanatazama mbele, lakini ubongo wako unakuwa umeshaona kuwa kuna kitu ambacho hakipo sawa sehemu ya nyuma, na utajikuta unashawishika kugeuka nyuma. Utakapogeuka nyuma, unakuta kuna nyoka ambaye pengine alikuwa anakaribia kukudhuru.
Huo ni uwezo ambao kila mwanadamu anao. Wengi wao hupenda kuita machale. Hapo utasikia mtu anasema, nina machale sana, kwani kuna kitu kilikuwa kinataka kunidhuru, nilipogeuka tu nikakuta kimekaribia sana kuugusa mwili wangu. Hiyo ni akili yako inakuwa imeshaona kitu ambacho macho yako hayakuwa yamekiona. Namba 3, maisha ya mwanadamu ni kama kioo. Yale ambayo unayaona akiwatendea watu wengine, siku moja ndiyo atakayokutendea wewe hayo hayo. Miongoni mwa vitu ambavyo binadamu wengi wanatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, kuna nyakati ambazo unaweza kujenga ukaribu na mtu fulani, alafu mtu huyo akaanza kuwasema vibaya rafiki wake wa zamani, ama akaanza kuwasengenya mabosi zake wa zamani. Wewe unadhani anakuambia hayo kwa sababu anakupenda na kukuthamini sana, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini ni kuwa maisha ya mwanadamu ni kama kioo. Hivyo ambavyo anawasema vibaya rafiki zake wa zamani, ndivyo atakavyokuja kukusema wewe katika maisha yako ya baadaye, ambapo atakwenda kutengeneza ukaribu na watu wengine. Hawa ni watu ambao unatakiwa kuishi nao kwa tahadhari sana, kwa sababu usidhani anakueleza siri za watu wengine kwa sababu anakupenda sana, bali hata siri zako pia atakwenda kuzieleza pindi atakapokwenda kutengeneza ukaribu na watu wengine. Jihadhari kutoa siri zako kwa binadamu wa aina hii, kwa mtu ambaye unajua ni vitu gani vya kuzungumza na ni vitu gani ambavyo hautakiwi kuvizungumza mbele ya binadamu wa aina hii, kwa sababu usidhani wewe ni maalumu sana katika maisha yao kuliko binadamu wengine. Namba 4, mwanadamu anayewasema watu wengine akiwa karibu na wewe, atakusema wewe akiwa karibu na watu wengine. Asilimia kubwa ya wanadamu hawaelewi kuwa marafiki na ndugu zao ambao wanaweza kudiriki kuwasengenya watu wengine wanapokuwa karibu nao, wanaweza kuwasengenya wao pia wanapokuwa karibu na watu wengine. Ukiona mwanadamu anafanya kitu kama hicho, ni vema ukamweka mbali na maisha yako, kwa sababu vile anavyowatendea watu wengine anapokuwa na wewe, ndivyo hivyo atakavyokutendea wewe pindi atakapokuwa karibu na watu wengine. Namba 5, mwanamke anapokuwa na huzuni, anaweza kuificha huzuni yake hata kwa mwezi mzima bila wewe kujua, lakini mwanamke anapokuwa na furaha, hana uwezo wa kuificha furaha yake hata kwa siku moja. Unapoishi na mwanamke, aidha ni mke wako ama ni mtu wako wa karibu, ni vema ukawa makini na matendo yako, kwani kuna baadhi ya vitu ambavyo unaweza kuvifanya vikamsababishia huzuni, na asikwambie wala asioneshe, akawa anajaribu kuigiza kuwa na furaha pindi anapokuwa mbele yako. Kama wewe ni mwanaume ambaye unajali kuhusu mwanamke ambaye upo naye katika mahusiano, mfanye kuwa rafiki yako ili awe huru kukueleza chochote ambacho anakihisi. Namba 6, mwanadamu anapokaa peke yake katika chumba chenye ukimya, huo ni wakati ambao huwa anaanza kutafakari kuhusu makosa ambayo aliyafanya katika siku zake za nyuma. Kwa sababu ya kutafuta mafanikio katika maisha yetu, huwa ni vigumu sana kuweza kufikiria kuhusu makosa ambayo tumewahi kuyafanya katika siku za nyuma, lakini tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha muda pekee ambao asilimia kubwa ya binadamu huwa wanaweza kufikiria kuhusu makosa yao ya zamani ni muda ambao wamekaa peke yao, tena katika vyumba vyenye utulivu na ukimya. Hivyo inashauriwa mara moja penda kukaa peke yako, tafakari kuhusu maisha yako, kwani kufikiria kuhusu makosa yako ya nyuma kunaweza kukusaidia kukujenga katika kujiimarisha ili usirudie kufanya makosa hayo tena katika siku zijazo. Mimi kwa leo naomba niishie hapa, na ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye, tukutane tena katika video ijayo.